J Studio inawaletea hotuba yetu ya leo. Unwani yake inatuambia mahangaiko baada ya talaka. Nani anayehangaika na kwa nini ahangaike? Anayehangaika ni mwanamke, kwa sababu yeye ndiye anayewachwa, yeye ndiye anayepewa talaka. Kwa hivyo maisha tunaoishi hivi sasa, wake zetu wakisha kuachika wanakuwa na mahangaiko makubwa sana. Na ni sababu gani zinazowafanya wao wahangaike? Ndiyo khutba yetu ya leo itaduru katika mazungumzo kama hayo. Na ifahamike ya kwamba likulli maqamin maqal, kila pahali pana mazungumzo yake. Hili ni la msingi sana, kwa sababu mara nyingi kukizungumzwa jambo linalowahusu wanawake watalalamika, mbona hamusemi kuhusu wanaume? Na kukizungumzwa kuhusu wanaume watasema hamuwaoni wanawake. Sasa usawa ni upi? Usawa ni kila wakati kuna mazungumzo yake. Tukizungumza makosa ya wanawake, tutaelezea makosa ya wanawake peke yake, kisha kutapatikana tena mazungumzo kwenye vikao vingine tuzungumze makosa ya wanaume. Na ndivyo dini ilivyo, na Qur'ani na Sunna. Usielewe kukizungumza wanawake kwamba we mwanamume huna yako, wala mume asielewe kukizungumzwa yake mwanamke akaona kwamba yeye hana yake. La, kila mmoja ana makosa yake. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mwanadamu ana makosa, na mbora wa kukosea ni yule anayetubia. Kwa hivyo tukisema mahangaiko baada ya talaka, hapa tunamzungumza mwanamke anavyohangaika baada ya kupewa talaka na mumewe. Sababu gani zinazomfanya akahangaika? Ndugu zangu katika imani, kabla ya hayo twaelewa sote ya kwamba maisha ya ndoa hayakosi kuwa na misukosuko na watu kuto kufahamiana kwenye baadhi ya mambo. Hili sheria ikawekea barabara ambayo ni salima ya kuondosha matatizo hayo yanayotokea. Sheria ikaweka suluhisho, lakini hufikia wakati mambo yakapandana mpaka ikawa hakuwezekani tena watu kusuluhisha na kusonga na maisha, kwa sababu ya ule muamala na utangamano tayari ushaharibika. Yakifikia hayo, abaha al-islamu talaqa kadharuratin, Uislamu ukaruhusu talaka kwa dharura zisizoepukika. Basi kila mmoja angalie maisha yake. Umeona, abaha al-islamu, Uislamu ukaruhusu. Kwa nini mmelirejelea hili ibara? Naam, kwa sababu kwetu sisi Waislamu hili la talaka kama kwamba haliko katika dini, haliko kabisa. Yani limefanywa kwamba likitokezea ni kama jambo geni na jambo sijui laonekana vipi, na ambapo sheria abaha al-islamu, Uislamu ukaruhusu. Kwa nini? limtina'i tahqiqi al-maqasidi allati liajliha shuri'a az-zawaju,
kwa sababu tu ya kukosekana maslahi yaliyowekwa kupitia ndoa. Maslahi yanafahamika, ni aya usomwa katika nikaha zote. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu, ili mupate kutulia. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Haya ndio malengo ya ndoa. Sasa ikiwa yamekosekana, ndoa gani sasa? Mungu amesema watu waoe litaskunu, mupate kutulia na kupatikane mapenzi na rahma kati yenu. Ikiwa hivyo hakuna, huwa mambo yashakusha, ndio laja la talaka. Sasa usione mageni yakwambia itakuwaje, arshi ya Mungu itaporomoka, itafanyaje, sasa watu watasemaje, maneno mengi, na tayari ramani ya dini yetu tukufu ishaweka wazi. Al-Imam Ibn Qudama asema katika Al-Mughni yake, asema rubbama fasadatil halu baina az-zawjaini, hufikia wakati hali ikafisidika ya wanandoa wawili, fayasiru baqa'u nikahi mafsadatan mahdha, ikawa ile ndoa kubakishwa ni mafsada, ni madhara. Lolote laweza kutokea, hata la kuua laweza kutokea. Ikifikia wakati huo, na kwamba yule mwanamke kumzuia asiangalie maisha yake, ukafanya ule ushindani tulionao sisi wanaume, basi ikifikia wakati huo, iqtadha dhalika shar'a ma yuzilu an-nikah, ikawekwa sheria lenye kuondosha hiyo nikaha ambayo ni talaka, kwa sababu ya kuondosha mafsada yanayopatikana katika ndoa kama ile. Hii message ndugu zangu katika iman ya talaka, ningependa ifike katika majumba, na hususan mama zetu na madada zetu walielewe hili, ya kwamba kama kwamba liko la ndoa, kuna na la talaka pia. Imefikia hakuna budi kila mmoja, isianze kuambiwa arshi ya Mungu poromoka, barabara zimevundika. Kwa hivyo madamu arshi ya Mungu itaporomoka na barabara zitavundika na hii nyumba tunoketi pia itaingia moto, basi usimuate, kaa hivyo hivyo. Hai, kaa hivyo hivyo. Mara baada wiki waletewa kesi, mume amemdunga kisu mkewe, mke amemmwagia maji ya moto mumeo alikuwa amelala. Sasa kwenye vika, subhanallah, wallahi tutakatuelewa. Hamukuelewa dini, muliambiwa hii stage iliyofika kwa hawa, lazima kila mmoja afanyeje? Angalie maisha yake. Sijui tufahamiana Waislamu. Lazima tulifahamu hilo, kwa sababu ndiyo dini ilivyozungumza. Hili liko wazi. Makosa yaja wapi? Makosa yaja watu kutalikiana na kuachana kwa misingi ambayo si ya dini. Uislamu umeweka uadilifu katika masala ya talaka, na mtu kutokumdhulumu mwenzake na kumfanyia uadui. Isipokuwa masikitiko, kwenye talaka zetu hazitoki mpaka kuwe kuna vita vairaki na vairani na Muisraeli, ndio sasa talaka itatoka. Yani masala ya wazee kuketi kulingamana na sheria hii, hali mwandikie khalas, mpaka huwa kache masikio, mwingine abikwe pasi ya mgongo ikiwa moto. Ndio sisi talaka tumezizoea ni hivyo. Haya ndio makosa na ndio yanaoenea. Lazima ummat al-Islam upewe miongozi. Hakutokei talaka kwenye zama zetu isipokuwa kwa huzuni na masikitiko na vita na machuki. Na Mwenyezi Mungu asema, wa anta'fu aqrabu littaqwa, mukisamehe ndio ucha Mungu, na ndivyo dini ilivyoeleza. Ikhwatal iman, matukio yanayotokea katika mujtamaa kuhusiana na talaka
yanapelekea madhara makubwa sana kwa pande zote mbili, na zaidi kwa mwanamke. Na maudhi, watu kudhiana Waislamu, ni jambo ambalo la haramu. Allah asema walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Wale wanaowaudhi waumini wa kiume na wa kike bila sababu, bila ya haki, bila ya misingi, hawa bila shaka wana madhambi na wameleta uongo ambao uko wazi. Imamu Shatibi asema al-aslu ismatul insan anil idhrari bihi wa ilamihi. Asli ni mwanadamu ni mtu kusalimika na kukingwa na maudhi na madhara ya mwenzake. Ndio wanazuoni kwenye ile aya Mungu aliyosema wala tansaul fadla bainakum, kwenye siyaqi ya aya za talaka akasema inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyafanya yeye ni mwenye kuyaona na ajua mnayoyafanya. Kwa nini? Kwa sababu huku kutatoka dhara lende kule, na kule litoke dhara lije huku. Aya hii ndugu zangu katika iman imekuja kwa njia ya tahdid, ya kuwaonya wawili, mume na mke, wakati wanapoachana kutokezea mambo ambayo ni kinyume na sheria. Tukiyafahamu hayo ndugu zangu katika iman, kwenye mada yetu hii tunatakiwa tujue ni mahangaiko gani anayoyapata mwanamke baada ya kupewa talaka na mumeo. Mahangaiko mengi sana tunayoyashuhudia ayanan, majirani na kwenye social media. Na siku hizi lolote ulitakalo wewe utaliona katika ma social media. Haina haja uulize waishi vipi hawa, watukanana ama wapendana. Ukisha kuwa na wenyewe sema username ya fulani na namba yake ya WhatsApp, khalas analolifanya atakueleza. Na imekwenda mpaka sasa imefika mpaka watu wako kitandani pia wawaonesha watu, sisi kitandani tuko hivi. Ndio dunia tulionayo. Dunia tulionayo ni hivyo. Kila unalolifanya katika maisha yako, ima ni zuri ama ni ovu, lazima utakuwa ni mwenye kuonyesha watu. Mujtama umeenea mizozo, mujtama umeenea fujo kwa sababu ya sheria hii iliyowekwa na Mwenyezi Mungu ya talaka, ikawa inatolewa na kufanywa kinyume na misingi, madhara tofauti tofauti. Sasa leo nataka kutaja sababu 5 tu zinazomfanya mwanamke ahangaike baada ya kuatwa. Kila mmoja ashuhudia, hususan maimamu na maduati ndio wanajua mahangaiko ya wanawake wakati wanapoachwa, yapi yanayotokea. Jambo la kwanza ndugu zangu ni mume kuchelewa kumpa mkewe talaka. Hilo la kwanza. Huu ni uzuka wa kupindukia. Sijui imetoka wapi hii. Watu wamefikia stage sasa kila mmoja angalie maisha yake, wao ukawekezenye simwachi mimi, tamsugua nayo hii talaka paka aseme basi. Huelewi dini, ndio maana huelewi maskini. Wao ulikurupuka tu na majoho na mayasmini na mabruku nyingi kwenye misikiti, lakini misingi ya dini kwenye masala ya ndoa walikuwa hujui. Mwanamke mwenyewe atakakuachwa ana sababu za msingi za wewe kumuacha. Amekwambia kwanza, shekhe, mwanamke akwambie mimi sikutaki tena niwache, hata sekunde 2 nyingi kichaambo wewe ushaiandika, mambo yamekwisha. Si masala hata ya kutaja mara moja ile kwa hasira tu iandike, la. Tunachozungumza hapa munielewe. Siseme ustadhi vipi bwana? Yaani mwanamke kwambia ni hata wewe mwandikie, kwani hakuna suluhu? Hatuzungumzi hayo. Twazungumza vikao vimefanywa mpaka Amerika na hakuna suluhisho lolote. Sasa ni madhara juu ya madhara. Nazungumza picture hiyo.
Madhara haya yamekwenda mpaka mtu amekwambia niwache, sikutaki tena. Usilifanye hili la kumhangaisha mwanamke wa watu, sikupi talaka, ukatoa na misemo ya kimaskani, misemo ya upuzi isiyokuwa na dini. Mimi najua kuoa tu, sijui kuwata, lakini Qur'ani ilielezea kuoa, ikaelezea na kuwata. Wanaume mtanisamehe, leo ni siku yenu hii ya hizi nukta tunazozieleza hapa. Misemo ambayo hayana misingi ya dini tuacheni. Imefikia wakati ni talaka, andika. Wacha nitamsugua nayo. Utainunua hii, utahanga, sikupi. Mimi nakwambia simpi. Simpi. Kwanza mimi najua kuoa, sijui kuwata. Haya, nende, toke, nitakupumzika mimi. Elewa huu si hana lolote, madarasa hajui hata mlango umeelekea wapi. Maskini, masikitiko makubwa sana. Haya, mke wa watu maskini. Sasa atoke, aende kwenye ofisi hii. Akifika kwenye ofisi hii apewe barua, akuletee. Barua ile wewe uikate, uitie kwenye dustbin. Maana yake kusudi. Si nimeitwa na siendi. Wewe sio unajifanya mwanamke? Wewe unijui, wafikiri ni ule mtalaka wako, mimi utanipanda kitani mimi? Takusugua kweli kweli paka useme basi. Si dini hiyo, huo ni ukora. Hiyo si dini, huo ni ukora na kutokuelewa dini inazungumza nini. Dini imesemaje? Fa imsaku, hizi au tabu mmoja. Aya zikisomwa hapa kwenye nikaha, huwa hizi akili haziko. Yeye hufikiria mke na hufikiria majoho aliovaa na mayasmini. Na sisi tulioko huwa akili ziko kwenye halua, itakuwa ya vikebe ama ya kukata na mkono. Ndo zikatupita hizi aya na hadithi. Lakini kila aliyeoa hapa ulisomewa hizi aya, fulani ibn fulani, ukaitikia naam, uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsanin. Kwa hiyo maana yake hizi au tasrihin biihsan maana yake nini? Na kuozesha kwa amri ya Mungu alivyoamrisha, muoane kwa wema, na kama ni kuachana. Sasa ukisema mimi najua kuoa sijui kuwata, huwa nkuwatana kwa wema ama nkuwatana kikora? Ni kikora bila shaka. Allah sema fa imsakun bima'rufin au tasrihin biihsanin. Imsak bima'ruf au tasrihun biihsan, shikamaneni kwa wema na muachane kwa wema. Imefikia kuachanwa kuwe ni kwa wema pia, bila ya kusumbuana, mimi sitoi talaka, mimi sifanyeje. Nini maana tasrihun biihsanin? Al-Imam Ar-Razi yasema al-muradu min al-ihsani annahu idha tarakaha adda ilayha huquqaha al-maliyya, atampa haki yake ya mali. Kama ilikuwa ni deni, mahari wadaiwa, lipa. Usiseme na mahari sikupi. Tuko ndo sisi wanaume hapa, bali li insano. Si ajabu hii khutba kuna mtu hapa pengine kesi hiyo anao hivi sasa anavyoendelea, asharusha watu mahari yao huko. Mche Mungu, ittaqillaha wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Toa pesa za watu baba, usivae majoho mingi na mayasmini na mashada. Miongoni mwa tasrihun biihsan ni kumpa mali yake. Na kama umemuata talaka ni regea, umwangalie kwenye eda yake. Wala yadhkurha ba'da almufaraqati bisu'in wala yunaffiru an-nasa anha, wala usimtaje kwa uovu mwanamke wa watu, na wala usikimbize watu kwake. Sikimbize watu kwake, usimtaje kwa uovu. Alikuwa kadhaa, alifanya hivi, alikuwa si mke, si kadhaa, yule siye. Sasa ikawa waeleza yaliyomo na ambayo hayamo pia ndani, ili mradi tu watu wamuone yule mama wa watu hana maana ya aina yoyote. Hutakiwi kufanya hivyo.
unatakiwa umuache kwa wema. Sheikh Suleiman ibn Muhammad asema tatyiban liqulubihinna wa takhfifan limararati alfiraqi alayhinna, ni kwa sababu tu ya kuwafanya nzuri zile roho zake, ukampa peace mwanamke wa watu na ukampunguzia machungu ya wewe kumuacha. Hayafahamika jamani. Wewe wata wanawake 100, lakini ukienda ukitaka mwanamke utapewa, lakini yeye kwa talaka yako moja tu akipata mume mwingine basi ni Mungu amepanga mwenyewe. Lakini kuna ile fulani aliwatwa sababu Sasa usimwongezee mengine, mwate na lile moja la maumivu ya wewe kumpa talaka. Usimzungushe kwenye maofisi, mara umeletewa barua ya mzee wa mtaa, umeikata, wiki haijakwisha umeletewa ya chief, ukajibu pale chini kwamba iregeshe huko, sina time, niko busy. Regesha basi masimu. Sasa watu wazima wakaingilia, fulani baba haina maana hivi na hivi, mpe tu talaka yake. Mzee hata mkaenda wapi, siku mwenyewe nimeamua tamuata. Mwanamke, kuna wanawake wameketi majumbani miaka ngia miaka toka, walipata waume ambao hawajielewi, wamekuja kupata kheri mbali. Kila akija mtu ambiwa huyo hajafanyaje, hajawatwa. Akiambiwa mtu bana peana talaka atakaolewe, huyo asema mimi sijui kuwata, najua kufanyaje. Na yeye ashaoa, yuko na maisha yake, sasa amnyanyasa mwenzake. Hili ni hangaiko la kwanza wanalopitia kina mama katika maisha ya ndoa. Hapa kisha wape nasaha hawa mama wanaoachwa, na nyinyi msifanye makosa. Makosa yenu ni kwamba ukipewa talaka, siku hizi kuna party ya talaka, hamjaipata hiyo mpya, na wapa hiyo. Siku hizi kuna party ya talaka, yani sherehe, kuna kila sherehe siku hizi. Siku hizi imezuka, mwanamke akipewa talaka watu husherehekea. Liulize, usherekea kwa nini? Vovote takavyokuwa makosa, lakini sababu walioitoa kwa wanaume. Wasema naam, kwa sababu hii talaka mmeiomba mwaka wa 5. Kwa hivyo madamu nimeipata mimi ni furaha kwangu, watanisherehekee. Sasa ni dini gani hiyo? Si dini ndugu zangu. Na tumeletwa hapa malengo ni kuifuata dini. Jambo la pili, ikhwatal iman, au la tatu katika masala ya mahangaiko ya mwanamke wakati anapoachwa, ni taharrub ya baadhi ya wazazi wa kiume kutokulazimika na chakula cha mwanamke kama yule pamoja na familia yake. Ashamuata ndio khalas, umemuata, angalia maisha yako. Sasa huyu la kwanza ameepukana nalo, hana ili la kumtesa kwenye talaka, atakuja kwenye la pili. Sasa na wewe kama utaiona ndururu yangu, huu ni ukora ndugu zangu, na huu ni uhuni katika dini. Wala si masala ya kutiana adabu, wala si masala ya kutiana adabu, ni masala ya kufuatwa dini. Umemuata, angalia watoto wako. Wewe usuliza, angalia majukumu yako. Na hapa ndipo pale tunaposema kwa wanaume, masala si kuzaa sana, hata paka pia huzaa sana. Masala utaangalia majukumu yako. Sisi ujisifu tu kwenye maskani. Mimi nashukuru alhamdulillah na timu ya mpira bana. Alhamdulillah mimi sasa watoto 13 nadhani, 13 hujui pampers wazitoa wapi, wala hujui watoto wala nini, wala hujui watoto wasoma wapi, wala hujui watoto wapelekwa hospitali wapi. Wewe ujisifu tu mimi nina timu ya mpira. Huporomosha tu yeye. Sasa sawa, poromosha ndio dini ilivyozungumza, lakini angalia majukumu yako. Mwanamke akisha kuachwa maskini, ameuachiwa na mizigo. Watoto ni wako wale. Ulipomwatia kisha ikawa watakupata ya mafizi na makubwa mengineo, chakula chao wewe kama mume hujui chatoka wapi.
na hupeleki hata ndururu. Na kwa hapo umekwenda kuoa nani? Mke mwingine. Umemwoa mke usivyojielewa, na tutabakia hivi hivi wanaume hatujielewi ikiwa hatufuati dini. Mwanamke umemwoa ana watoto kwa mume mwingine, ukaanza kuwalisha wa watu na wako wafanjaa. Hayo mambo yako, mambo yako kabisa. Na ukitaka kuyajua hayo, social media, na nenda kwenye maofisi ya machifu kadhi, watakupa habari. Hungia mtu kwenye maisha mengine, akaoa kishindo, ile mwezi wa kwanza akawa hunukia marashi kama jini, basi akawa hujiona hakuna kama yeye, na ukamuona tukua watoto wa watu. Yeye ndo amekuwa delivery, wapeleka skuli akiwaregesha. Mmepewa breki, mmepewa pesa yenu breki, hamjapewa. Alafu wake mwenyewe, masikitiko Islam, wake mwenyewe wameketi kule, mama wa watu huuza viazi apate kuwalelea. Anta mas'ulun amama rabbil alamin, utakuwa mas'ul Sheikh, kwa hadithi ya Mtume, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala alayhi salatu wassalam, kafa bil mar'i ithman, yatosha mtu kupata madhambi, an yudhayya man yaqutu, akawaacha wale ambao yastahiki kuwalisha. Yani kule kutokuwalisha watoto wako yatosha wewe kwamba wafaa upate magunia na magunia katika madhambi. Wajibu kwa mwanamume na mwanamke walioachana, walete upendo na washirikiane katika kuwalea watoto kama wale. Kila mmoja aangalie maisha yake, lakini kama alivyosema Mungu, wala tansawul fadla bainakum, usisahau fadhila. Mke kuna mazuri alikufanyia na wewe una mazuri ulimfanyia. Imefikia wakati hayawezekani kila mtu angalie yake. Simama kama baba kuangalia watoto wako. Muwate yeye shasamaliza eda yake amekwisha, ushamwangalia. Angalia watoto wako, tumana pesa zao za chakula. Na kama ni masala ya kusoma, tumana pesa ya kusoma, fees lipa. Siku wamekuwa wagonjwa, ukitumiwa message, unatakiwa uwe mwepesi kwenda kuwapeleka watoto wako hospitali. Huwezi uko busy, mwambie, pengine waona mtoto watu hatazila zile pesa, mwambie nenda hospitali kisha nitumie bili. Fanya ukoloni huo pia, lakini maadamu fanyeje, uangalie watoto wako. Haya masulia ndugu zangu katika iman, yanayomhusu kila mmoja, na hayawezi kupatikana mpaka wawili washirikiane, baba na mama. Hili ni jambo la tatu katika mahangaiko ya mwanamke anapohangaika. Haya pia atampeleka kwenye ofisi za machifu kadhi. Ofisi zetu akifika pale ashtakie, sijui mpeleke kwa FIDA, sijui kwa kina nani hao, apelekwe bwana mkubwa. Huenda kirudi maskini, na fare ya kwenda huko pia akawa pia yeye hana maskini. Ataomba pale ama atafanya mpango apate aende, na akifika pale kwenye maofisi pia nao ahangaishwe tena, ambiwe kufungua faili ni 1400 kwanza, kisha njoo siku fulani utamuona shekhe uje na 3000. Zimekuwa ngapi hizo? 7. 7 hizo atukue awalishe wanawe ambao ameachiwa na baba ambaye hamo, ama aje akupewe ofisini. Huu ni ukata mwingine nao wameujiza. Yote mahangaiko ya mwanamke haya. Amehangaika kwako mume, amecheswa. Akitoka kutafuta haki yake pia kwenye maofisi akatozwa na mapesa. Lipa hii ndio ufikie hapa. Haya miujiza mengine naye. Baba aliye naye pia hana dini. Ni wale mababa, basi sikukozesha mimi, likozesha. Likupeleka kwa mumeo, basi mimi majukumu yangu nishamaliza. Wazee mtanisamehe, eleweni hii dini. Mwanao uliyemuozesha akaenda kwenye maisha ya ndoa, amewatwa, amerudi, jukumu linarudi kwako. Watani mambo ya kuweka misemo yenu. Alhamdulillah, niliwaozesha, sina jukumu. Unalo jukumu, maadamu amewachika takiwa awe kwako. Wale watoto wale wake ni khiari, si lazima, lakini huyu mwanamke, huyu mwanao
lazima umwangalie. Na ikiwa ni baba una uwezo, hiyo ndio adha wa amar. Kuna wazazi wengine ana uwezo wa kumwangalia mwanawe na wajukuu zake pia, lakini naye akabana. Sasa huyu mwanamke umemwelekeza wapi? Mume amebana, na kwao nyumbani amebana, ndugu zake pia watu wa TikTok hawana mbele hawana nyuma, pia wao wanakuambia blanda zako hizo, kwenda chagua watu, mimi sikupi pesa zangu mimi. Umemwelekeza vipi mwanamke kama huyo? La kufanya atatafuta mwanamume ambaye atamweka, hata kama hamuoi, amtimizie mahitaji yake. Kisha sisi ndo tushika la wasichana wa siku hizi mtihani, na msichana pale Allah tena aliochika, lakini sasa hajatulie, kombio mbio sana. Waelezea hivyo, waelezea sababu wazijua, si kwamba sawa anavyofanya, makosa anayo. Suala, kwa nini akafanya vile? Akija akikufungulia faili yake kukueleza, kuna watu chungu mzima wamesababisha. Mume yuko ndani, baba mtu yuko ndani, mandugu wako ndani, kila mmoja yuko upande wa kumnyanyasa mwanamke kama huyu. Lazima tu atatafuta njia ambazo si za sawa. Simamia majukumu kwa sababu ni majukumu yako. Jambo la 4 ni kumnyima mwanamke yule haki yake ya kiasli aliyowekewa na sheria kwenye kuwalelea watoto kama wale. Thumma ya'lu, kisha baya hili huenda likakuwa na likainuka, ikafika kwenye stage akakatazwa mwanamke kuwatembelea watoto wake wala kuwaona kabisa. Hayo yako ndugu zangu, haya ninayozungumza hapa yalitokea, na ndio maana leo pia yako, si mageni haya. Umeachana na mwanamke, umemwacha na watoto wadogo bado wanyonya kwa mama yao, ukampokonya. Tunao tabia hiyo sisi wanaume wengine, ukampokonya kwamba wewe ulikuja peke yako, rudi peke yako. Hii yote ni kwa sababu ya kutokuelewa dini. Mwanamke maskini akarudi ikawa ni kulia tu usiku kucha. Maskini ni mzazi ule, ni mama Sheikh, amtaka mtoto wake ambaye ni mdogo bado yuanyonya. Mume ambaye hamo amemtukua, amemwatia mamake mzazi, yeye huhangaika, na huku mwanamke wa watu akawa anakatika maini kwa sababu ya kupokonywa kipenzi chake ambaye ni mtoto wake. Mtume asema laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari, yasema laana sallallahu alayhi wasallam man farraqa baina alwalidati wa waladiha. Mtume amemlani mwanamume ambaye atamtenganisha mtoto pamoja na mamake. Tamtenganisha ikiwa bado ni mdogo, ananyonya kwake. Ukimtenganisha unanala ya Mtume wewe. Umeona usipoelewa dini huwa tabu. Wewe huona ufanya nsifa na huona ndio uume. Atanitambua, mimi sikumpa watoto yule mmoja mdogo pia atakumwambia nitamnunulia maziwa Brookside hazijakosekana dukani. Wewe angalia maisha yako, nenda. Wala usiregee nyuma. Na wala usije ukawatafuta hawa watoto. Sheikh, hukuwa zao peke yako hawa watoto. Ulizaa pamoja na yeye. Elewa haki yake kwa wale watoto pia. Na nani asiyejua kwamba haki ya mama ni kubwa kuliko ya nani? Kuliko ya baba. Tueleweni dini jamani. Tuishini kidini, tusiishini kimazoea na watu wanavyoishi. Abdullah ibn Amr apokea kwamba mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, hakika mwanangu huyu unayemuona alikuwa tumboni kwangu, ndiye stara yake, na maziwa yangu ndicho kinywaji chake, lakini babake adai kwamba yeye atamtukua. Faqala, Mtume akamwambia, anti ahaqqu bihi ma lam tatazawaji, wewe ni haki kwa huyu mtoto maadamu bado haujaolewa na mtoto bado ni mdogo. Wewe ukimtukua kama mwanamume umpeleka wapi?
hababa mwenyewe amechoka, nyanya umpelekee na ulezi wa watoto tena kuinuka usiku. Ni makosa haya yanayofanyika. Imetokea mumeachana, watoto ni wadogo, waache kwa mama yao, na mjue kwamba hili ni suala ambalo sheria imeliweka wazi. Ndugu zangu katika iman, kwa upande mwingine hupewa pia baba nafasi hii ya kwamba mama pia usifanye hivi. Umeachana na bwanako, ukamwekea vizuizi bwana kwamba asije kuangalia watoto wake. We si baba wa kuwa na hawa watoto, na wanawake wanao, na tutakuja kwenye ukanda wake mahangaiko ya waume baada ya kutoa talaka insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Hii ni aya kwenye suratul Baqara. Baba hapewi madhara kupitia watoto, wala mama hadhuriwi kupitia watoto wake. Kudhuriwa mama ni mtoto mtukue usimpe, na ni mdogo bado anyonya, usifanye hivyo, ni makosa. Na vile vile baba pia hafai kudhuriwa kwa sababu ya makosa kama hayo. Ikhwatal iman, katika mazungumzo yaliyobakia tutayamaliza kwenye jalsa ya istiraha tutakapo inuka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان, jambo la nne katika mahangaiko ya mwanamke kama tulivyoeleza ni kumnyima haki ya ulezi ya watoto wake ambao ni wadogo bado wananyonya. Mwenyezi Mungu hili amelikataza mwanamume kulifanya kumfanyia mtalaka wake, na mke kulifanya kumfanyia mume wake ambaye ameachana naye, pale aliposema la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Imamu Saadi yasema ay la yahillu an tudharra alwalida bisababi waladiha, si halali, haifai, ni makosa mama kutiwa madhara na kuadhibiwa kwa sababu ya mtoto wake. Madamu si ana mtoto bado mdogo yuanyonya, sio tamtukua huyu kusudi, najua tachomeka roho yake huko aliko na hatakuwa na furaha maisha yake yote. Umetia dhamiri na umenuia katika kumdhuru. Na mama naye vile vile, baba ana ruhusa ya kuja kwa hababa pale watoto wake, au kawaita akakaa nao sitting room akazungumza nao, ana chochote akawapa. Usiweke vikwazo na pingamizi ya kwamba akupigia simu salamu alaykum, salam, alikuwa nataka kuja kuwaona watoto kidogo, tafuta watoto, hawa si watoto wako, hayo yako. Hii yote inakuja kwa sababu ya kutokuelewa hayati zaujia. Ndugu zangu katika imani, makosa haya ya kutenganisha mama na mtoto wake ambaye ni mdogo bado yuanyonya, wanazuoni wanatuambia kama al-Imamu al-Fakihani asema dhahiru al-hadithi ya ummu al-uqalaa wa ghayruhum wa lam aqif ala nassin fi ghayri al-uqala. Hadithi hii ya mtume kumlaani aliyetenganisha baina ya wawili ni kwamba yahusu wenye akili na ambao hawana akili. Hapa wakaenda mpaka kwa wanyama. Hufai kumchukua mnyama kama mathalan paka.
bado ndo amezaliwa leo hasa, atakaanyonye kwa mamake, ukamtukua ukaanza kumlelea wewe. Huu ni uzungu pia, tusipende uzungu sana. Umtukue, umtengeneze rumu, umweke na maziwa pale, haifai, ni makosa. Muate amalizana na mamake kunyonya, shamaliza sasa, shakuwa mkubwa yeye mwenyewe hula, hapo mtukue, haijakatazwa. Lakini masala ya kutukua paka ndio amezaliwa leo eti kwa misingi kwamba yuenda kumlelea, hili njambo limeshikanishwa na hili ambalo ni la 4 tunalo lizungumza. Ndugu zangu katika iman, wakati hauruhusu tena na kumebakia mambo mengi sana, lakini insha Allah akipenda Mwenyezi Mungu katika ziara nyingine tutakazozifanya tutakuja kukamilisha yale yaliyobakia. Haya 4 kwa uchache tuyafanyie kazi na tujue malengo ya ndoa ni nini. Waliooa walifahamu, na ambao hawajaoa wajue kwamba wakioa yakitokea haya ni miongozo gani watakayo ifuata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Allahumma izz al islam wal muslimin wa adhill ash shirka wal mushrikin وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.